Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Siku ile watu wawili miongoni mwao walikuwa wakienda kijiji kimoja jina lake Emau, kilichokuwa mbali na Yerusalemu kama mwendo wa saa 2. Nao walikuwa wakizungumza wao kwa wao habari za mambo hayo yote yaliyotukia. Ikawa katika kuzungumza na kuulizana kwao, Yesu mwenyewe alikaribia akaandamana nao. Macho yao yakafumbwa wasimtambue. Akawaambia, ni maneno gani haya mnayosemezana hivi mnapotembea? Wakasimama wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao jina lake Kleopa akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu hata huyajui yaliyotukia humo siku hizi? Akawauliza, mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele ya Mungu na watu wote, tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Tena wanawake kadha wa kadha wa kwetu walitushitusha, waliokwenda kaburini asubuhi na mapema wasiuone mwili wake. Wakaja wakasema ya kwamba wametokewa na malaika waliosema kwamba yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo kama wale wanawake walivyosema, ila yeye hakumwona. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda, naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, kaa pamoja nasi kwa kuwa kumekuchwa na mchana unakwisha. Akaingia ndani kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao chakulani, alitoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa. Yakafumbuliwa macho yao, wakamtambua, kisha akatokea mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwaka ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Wakaondoka saa ile ile, wakarejea Yerusalemu, wakawakuta wale 11 wamekutanika, wao na wale waliokuwa pamoja nao, wakisema, Bwana amefufuka kweli, naye amemtokea Simoni. Nao waliwapa habari ya mambo yale ya njiani na jinsi alivyotambulika katika kumega mkate. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa familia ya Mungu, leo ni siku ya Jumatano ambapo tuendelea na ukitava ya Pasaka, tunapoendelea kusherehekea sikukuu za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika maandiko matakatifu leo tunaona Bwana wetu Yesu Kristo akifuatana na hawa wanafunzi wa Emau, ambapo anatambulikana kwao katika ishara kubwa ya kuumega mkate. Na hivi sisi kama wafuasi wake, kama wanafunzi wake, anatualika tushiriki katika meza yake, hasa katika sakramenti takatifu ya Ekaristi, ambapo anaumega mkate, yani mwili na damu yake. Na hivi kupitia mafumbo hayo basi tunatambulikana kwake na yeye anajifunua kwetu. Tuendelee kumwomba Mungu ili katika sikukuu hizi Kristo aendelee kujifunua kwetu, lakini zaidi ya yote tuendelee kusambaza ujumbe huo wa ufufuko kwa watu wengine, kama wanafunzi wa Emau walivyopeleka ujumbe huo wa ufufuko kwa wanafunzi wake. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.